Maarifa ni silaha muhimu kwenye maisha. Kupitia maarifa utaweza kuelewa mazingira, kufanya maamuzi sahihi na kujenga maisha yenye mafanikio. Dunia ya sasa inahitaji watu wenye uelewa, ubunifu na uwezo wa kutumia akili zao kutatua changamoto mbalimbali. Maarifa hayapatikani darasani peke yake tu. Maarifa yanapatikana pia kupitia kusoma vitabu, kujifunza kutokana na uzoefu ulionao, kusikiliza ushauri na kufanya utafiti mbalimbali. Watu wengi waliofanikiwa kwenye biashara, elimu, uongozi na maisha kwa ujumla wamewekeza sana kwenye kutafuta maarifa. Maarifa ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla, kulingana na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza, maarifa ni maisha. Maarifa yana nafasi kubwa kwenye maisha na humsaidia mtu kuelewa mambo muhimu yanayomzunguka. Mtu mwenye maarifa huwa ana uwezo wa kutofautisha kati ya mambo ambayo ni sahihi na mambo ambayo sio sahihi. Kupitia maarifa utaweza kujifunza namna ya kuishi vizuri na kutatua changamoto mbalimbali kwa hekima na busara. Maarifa yatakusaidia kupanga malengo yako, kujitambua na kufanya maamuzi yenye manufaa kwenye maisha yako ya sasa, lakini pia maisha yako ya baadaye. Fikiria mtu mwenye maarifa ya afya. Kupitia maarifa hayo, lazima ajue umuhimu wa kula chakula bora, kunywa maji kwa kiasi na kufanya mazoezi. Hata kwa upande wa maarifa ya kifedha, mtu mwenye maarifa ya kifedha yatamsaidia kutumia fedha zake vizuri na kuepuka matumizi ambayo hayana ulazima. Maarifa ni maisha kwa sababu yatakusaidia kuishi kwa uelewa, kufanya maamuzi sahihi na kufikia malengo yako binafsi. Sababu ya pili, maarifa ni nidhamu. Maarifa yana mchango mkubwa kwenye kujenga nidhamu binafsi. Mtu mwenye maarifa huwa anatambua umuhimu wa kuwajibika, kuheshimu muda na kufuata ratiba ambazo amejiwekea yeye mwenyewe kwenye maisha yake ya kila siku. Kupitia maarifa utajifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kutimiza wajibu wako. Fikiria mfano wa mwanafunzi mwenye maarifa kuhusu elimu. Lazima atakuwa makini kwenye masomo yake na kutumia muda wake vizuri. Hata kwa upande wa mfanyakazi mwenye maarifa ya kazi, lazima atazingatia kuwajibika na kufanya kazi zake kwa wakati. Watu wengi wenye mafanikio makubwa duniani wamejenga nidhamu imara kwenye maisha yao kupitia maarifa wanayojifunza. Sababu ya tatu, maarifa ni ubora. Ubora huwa unategemea kiwango cha maarifa ulionayo. Kadri unavyozidi kuongeza maarifa, ndivyo uwezo wako wa kufanya kazi kwa usahihi unavyozidi kuongezeka. Mfanyabiashara mwenye maarifa ya soko na huduma kwa wateja anaweza kuwavutia wateja wengi zaidi kutokana na ubora wa huduma zake na kuendelea kuongeza ubunifu utakaomsaidia kuboresha biashara yake na kutafuta njia mpya za kufanya biashara kwa ubora zaidi, ambazo zitamsaidia kuongeza ubora na heshima kwa wateja. Sababu ya nne, maarifa ni pesa. Maarifa yana uwezo mkubwa wa kuzalisha fedha na kujenga mafanikio ya muda mrefu. Kwenye dunia ya sasa, watu wengi wanapata kipato kupitia ujuzi, elimu na maarifa walionayo. Kadri unavyokuwa na maarifa mengi, ndivyo nafasi yako ya kupata ajira nzuri na kufanya biashara yenye mafanikio inavyozidi kuongezeka. Ukiwa na maarifa ya biashara, utaweza kujua namna ya kuanzisha biashara, kuvutia wateja na kupata faida. Na pia ukiwa na maarifa ya uwekezaji, utaweza kutumia fedha zako vizuri ili zikusaidie kuzalisha mapato. Sababu ya tano, maarifa ni fursa. Maarifa yatakufungulia milango mingi ya fursa kwenye maisha yako na kukupa uwezo wa kuona fursa ambazo watu wengine hawazioni. Fikiria mtu mwenye maarifa ya teknolojia. Anaweza kuona fursa kwenye biashara za mtandaoni ama huduma za kidigitali. Maarifa ni msingi mkubwa wa maendeleo kwenye maisha, ambayo huchangia zaidi kuwa na maisha bora, kujenga nidhamu, kuongeza ubora, kuzalisha pesa na kufungua milango mipya ya fursa mbalimbali. Ili upate maarifa, unapaswa kujifunza kila siku, kusikiliza podcast za kuelimisha na kusoma vitabu mbalimbali.